tukianzia nchini Uganda. Mkuu wa majeshi ya ulinzi nchini humo, Muhoozi Kainerugaba, amesema nchi hiyo ipo tayari kujiingiza katika mgogoro wa Mashariki ya Kati ikiwa kutakuwa na jaribio lolote la kuiangamiza Israel. Kupitia andiko lake kwenye ukurasa wa mtandao wa X Machi 25, 2026, Kainerugaba ameeleza wazi msimamo wake akisema kuwa, na nukuu, mazungumzo yoyote ya kuiangamiza na kuipiga Israel yatatuingiza vitani upande wa Israel. Tunataka vita vya Mashariki ya Kati vikome sasa. Dunia imechoshwa navyo. Mwisho wa kunukuu. Kainerugaba, ambaye ni mtoto wa rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni, mara kadhaa amewahi kutoa kauli zenye utata kwenye mitandao ya kijamii kuhusu masuala ya kijeshi na siasa za kimataifa, baadhi zikizua mjadala mkubwa kabla ya kufutwa au kufafanuliwa baadaye. Mgogoro huo wa Mashariki ya Kati unahusisha Marekani na Israel dhidi ya Iran pamoja na kundi la Hezbollah, hali inayozidi kuongeza taharuki kimataifa, huku kauli yake ikiendelea kuleta maswali kuhusu nafasi ya Uganda katika siasa za kimataifa. Kwingineko DRC, serikali ya Rwanda imekanusha madai ya msemaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwamba kulikuwa na watu waliopenya katika hoteli aliyokuwa akiishi mke wa rais wa DRC Denis Tshisekedi katika kile kinachofahamika kuwa ni jaribio la mauaji. Ukumbuko, Denis Tshisekedi yuko katika ziara ya kiserikali na wake wengine wa maraisi, akiwemo mke wa rais wa Burundi kwa mwaliko wa Melania Trump, mke wa rais wa Marekani Donald Trump. Msemaji wa serikali ya DRC Patrick Muyaya, katika mkutano na waandishi wa habari, alisema watu wasiojulikana walipenya katika hoteli alipofikia mke wa rais wa DRC na kwamba serikali ya DRC inashirikiana kwa karibu na mamlaka za Marekani ili kubaini undani wa tukio hilo. Aidha, katika maelezo yake, Muyaya hakusema iwapo watu hao walifanikiwa kuingia katika chumba alichokuwa akiishi Denis Tshisekedi. Kufuatia taarifa iliyotumwa kwenye mitandao ya kijamii siku ya Jumatano, ubalozi wa Rwanda mjini Washington DC ulisema kwamba mmoja wa walinzi ambaye ni raia wa Rwanda ambaye jina lake halikutajwa walipishana kimatamshi na walinzi wa DRC katika ukumbi wa hoteli. Hata hivyo, ubalozi huo uliongeza kuwa walinzi wote wa viongozi wa DRC na Rwanda walikuwa wakikaa hotelini na kwamba mlinzi wa Rwanda alizuiwa na walinzi wa DRC kwa muda kutumia lifti ya hoteli hiyo, jambo lililosababisha kutoelewana kwao. Kwingineko nchini Marekani, mwanamke anayejulikana kama Ivana Lisette Odzi, anayekabiliwa na tuhuma za kufyatua risasi katika nyumba ya mwanamuziki Rihanna, amekana mashtaka hayo mbele ya mahakama. Odzi, mwenye umri wa miaka 35, alifikishwa katika mahakama ya juu huko Los Angeles mbele ya jaji Teresa McGonigal, ambapo alisomewa mashtaka kadhaa ya jinai yanayohusisha tukio hilo lililotokea mapema Machi 8, 2026 katika makazi ya Rihanna yaliyopo Beverly Hills. Waendesha mashtaka wanadai kuwa Odzi aliwasili eneo hilo na kufyatua takribani risasi 20 akitumia bunduki aina ya AR-15 akilenga ukuta wa nje unaozunguka nyumba hiyo. Kwa mujibu wa mamlaka, wakati wa tukio hilo, Rihanna alikuwa ndani ya nyumba hiyo pamoja na mwenzi wake A$AP Rocky na watoto wao 3 wadogo. Odzi anakabiliwa na mashtaka 10 ya shambulio kwa kutumia silaha pamoja na mashtaka 3 ya kufyatua risasi kwenye makazi ya watu. Endapo atapatikana na hatia ya makosa yote, anaweza kukabiliwa na adhabu ya kifungo cha maisha. Aidha, upande wa utetezi uliomba mahakama kupunguza dhamana kutoka dola za Kimarekani milioni 1.9 hadi dola za Kimarekani 70,000, wakidai kiwango hicho ndio kipo ndani ya uwezo wake wa kifedha. Hata hivyo, jaji alikataa